Kuna baadhi ya kina dada wanatumia tendo la ndoa kama silaha, yani wanapomnyima mwanamume wanatumia kama silaha, na wanahisi kama inaweza ikabadilisha yale ambayo yanayoendelea baina yao, kumbe ndio yanaweza kuharibu kabisa, kila kitu kikaharibika. Kuna mambo 7 hatari sana. Hayo mambo kama mwanamke atayafanya, basi yana uwezo wa kumpoteza kabisa mwanamume huyo, na pale nyumbani pakawa amani, furaha haipatikani tena, iwapo kama mwanamke atafanya hili tendo la kumziwia au kumnyima mumewe tendo la ndoa. Jambo la kwanza akasema al-ghadab, yani huyu mwanamume ambaye anayekataliwa tendo la ndoa na mkewe, kwanza mara zote utamwona ni mtu anakuwa na hasira. Hasira zinakuwa ni nyingi sana, mara kwa mara anakuwa hivyo. Yani hata mwanamke anaweza akasema neno zuri, lakini kwa huyu bwana inakuwa neno baya, kwa sababu mwili wa huyu mwanamume unazalisha aina ya hormone inaitwa al-adrenaline. Hii sasa inampelekea kuwa na hasira mara kwa mara, hasa akikumbuka huyu ni mke wangu, lakini nikiitaka haki yangu mpaka nianze kuipigia magoti. Kwa hali hiyo anaghadhibika huyu mwanamume, mara kwa mara anakuwa na hasira. Lakini kadhalika na umvishe huyu mwanamke pale ambapo wewe unapovaa. Usiwe wewe unakwenda dukani unanunua kanzu nzuri, alafu yeye hata kumnunulia kijora umeshindwa. Haitakiwi hiyo. Yani ukinunua nguo moja na yeye mnunulie mzee Gunda, tunakwenda sawa. Pakitokea mapambano usimpige usoni. Kuna watu anampiga ngumi mke wake katika uso. Hii hamna hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza hiyo. Amelaaniwa yule ambaye anampiga mke wake kama anavyopiga mwizi vile au jambazi. Maluni huyo mtu wa namna hiyo. Wala usimwambie katika jitu lenye umbo baya, wewe mke wangu hata upendezi uko hovyo hovyo tu ueleweke. Usiseme hivyo. Na wala usimuhame, ila kama kuhama basi hama umo ndani ya nyumba. Yani kuna watu wengine akishakhtilafiana na mkewe, siku hiyo harudi nyumbani. Makosa hayo. Yani hata kama hamzungumzi, lakini mwemlemle ndani, basi toka chumba hichi nenda chumba kingine afadhali. Sio unahama kabisa, hauonekani miezi 2, miezi 3. Ukiuliza sababu ni nini, unasema kanikera sana mimi huyu. Yani suala hili la hawa wake zetu, kuna wasia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama ametuhusia namna ya kuishi nao. Lakini kadhalika vile vile kuna muongozo ambao Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ameutoa kwa wake zetu, nao waone njia nzuri ya kuishi nasi katika utaratibu uliokuwa sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Takwenda kwa haraka. Ausa nabii sallallahu alayhi wasallam bihusni muamala. Amehusia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tuwe na kufanyia muamala vizuri kabisa wake zetu, na kuwakirimu, kuwafanyia ikram za hapa na pale, lakini kadhalika na kutekeleza haki zao za msingi. Ni majambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama ametuhusia. Miongoni mwa wasia namba 1 ni nini? Al-infaqu wa husnul muashara. Yani al-infaq, yani haqqul infaqi wa husnul muashara. Yani kuwe na haki ya wewe mwanamume kuhakikisha unafanya huduma kwa mkeo na kuishi naye kwa wema au kwa njia zilizokuwa sawa sawa. Aliwahi kuulizwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika haki ya mmoja wenu kumfanyia mke wake, akasema an tut'imaha idha ta'imta wa taksuha idha iktasaita wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjuri illa fil bait. Akasema Bwana Mtume Muhammad, miongoni mwa mambo ya msingi, an tut'imaha idha ta'imta, wewe umlishe pale ambapo unapokula. Kuna watu shekhe, yeye nyumbani anapeleka matembele, alafu yeye anakaa hotelini anakula vizuri kabisa. Mtume amekataza haya mambo. Yani wewe kama unakaa hotelini unakula vizuri, basi kile kizuri unachokula wewe, basi na kule kwa mkeo iwe hivyo hivyo. Ndio maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wataksuha idha iktasaita, lakini kadhalika na umvishe huyu mwanamke pale ambapo wewe unapovaa.
Usiwe wewe unakwenda dukani unanunua kanzu nzuri, alafu yeye hata kumnunulia kijora umeshindwa. Haitakiwi hiyo. Yaani ukinunua nguo moja na yeye mnunulie mzee Gunda. Tunakwenda sawa? Ndio iko hivyo mzee. Ukinunua nguo na yeye anunuliwe nguo, ndio maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaksuha idha ktasaita. Mtume anasema umvishe pale unapovaa. Akuzidi asikuzidi, natakiwa wewe ununue tu mzee. Lakini wala tadribil wajha. Pakitokea mapambano usimpige usoni. Kuna watu anampiga ngumi mke wake katika uso. Hii hamna hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza hiyo. Kuna watu wako hivyo, na sehemu nyingine Mtume anasema amelaaniwa yule ambaye anampiga mke wake kama anavyopiga mwizi vile au jambazi. Maluni huyo mtu wa namna hiyo. Acha hizi habari kwa wasia wa Bwana Mtume Muhammad. Wala tadribil wajha. Haijakataza kupigwa, ila unapiga wapi? Sehemu gani? Usimpige usoni ukamharibu uso, ukamtoa jicho. Hii hakuna. Wala tuqabbih, wala usimwambie katika jitu lenye umbo baya, wewe mke wangu hata upendezi uko hovyo hovyo tu ueleweke. Usiseme hivyo. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka tuwaeleze maneno mazuri. Tusimwambie mke wako kwamba wewe ni mtu mbaya sana, umuoni fulani anapendeza bana, umuoni fulani umbo lake zuri, sasa huyu kawaje mbaya? Wewe ndo tatizo. Anasema wala tahjur illa fil bait, na wala usimuhame, ila kama kuhama basi hama umo ndani ya nyumba. Yani kuna watu wengine akishakhtilafiana na mkewe siku hiyo harudi nyumbani. Makosa hayo. Yani hata kama hamzungumzi lakini mwemlemle ndani, basi toka chumba hichi nenda chumba kingine afadhali. Sio unahama kabisa, hauonekani miezi miwili, miezi mitatu. Ukiuliza sababu ni nini, unasema kanikera sana mimi huyu. Hakuna hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa wasia mzito sana ambayo natakiwa sisi tuushike wasia huo alioeleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo la pili, at-tawjihu bil-lini war-rifqi. Lakini kadhalika jambo jingine ni kumuelekeza mkeo kwa lugha nzuri na kwa utaratibu mzuri. Amekosea au amefanya jambo ambalo wewe unaona halipendezi, lazima uwe na lugha nzuri ya namna gani unamweka katika hali iliyokuwa sawa sawa. Usiwe na lugha ya ukali tu. Qala sallallahu alayhi wasallama, haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad katika hija ya kuaga. Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema, istausu bin nisa'i khairan, wausieni sana wanawake katika matendo ya kheri. Wausieni sana. Kwa nini? Anasema hao wanawake wameumbwa kutokana na ubavu uliopinda. Ukitaka kuunyoosha ghafla utauvunja, na ukiuacha unazidi kupinda. Kwa hiyo jaribu kuwa ni mtu ambaye unaunyoosha taratibu taratibu katika hali zenu. Wasia kwa mwanamke ni kitu bora sana. Kaa naye, mpe mauidha mara kwa mara, muelekeze mara kwa mara, mpe irshad vizuri kabisa. Anaweza akawa mtu bora sana kwa yale maneno ambayo wewe unakuwa unamuelekeza. Tena birrifqi wallin, kwa upole na maneno laini, sio maneno magumu magumu. Yani wewe unisikii mimi ninavyokuambia, basi nakupa siku 2, baada hapo nitakupa talaka. Huyu mwanamke hawezi kubadilika kwa staili hiyo. Wewe mwambie, tumuelekeze tu, wa ma alaina illa albalaghul mubin. Yani sisi kanuni yetu ni kumueleza. Sasa akibadilika itakuwa bora sana. Hakubadilika unajipima, naweza kuishi na haya mapungufu, naweza nenda naye. Huwezi, zipo taratibu ambazo tumeelekezwa kwa mujibu wa sharia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika vile vile kuamiliana naye kwa mambo mazuri mazuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, khairukum li ahlihi, mbora wenu ni yule ambaye aliye mbora wenu kwa wake zake. Je, ubora wako wewe upo nyumbani? Nyumbani pale wewe ni bora? Inatakiwa kuwa hivyo. Na Mtume akasema, wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa wake zangu. Igeni yale ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini jambo jingine, ifauha wa ishba'u raghbatiha, ni kumsamehe, kumfanyia matendo mazuri, lakini kuhakikisha katika tendo la ndoa shughulika vizuri kwa utaratibu bora.
Haya ni maelekezo ya kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hapa sasa kuna mambo kadhaa dada zetu nao huwa wana shida. Miongoni mwa shida kubwa ambazo walizokuwa nazo, kuna baadhi ya kina dada wanatumia tendo la ndoa kama silaha. Yani wanapomnyima mwanamume wanatumia kama silaha, na wanahisi kama inaweza ikabadilisha yale ambayo yanayoendelea baina yao. Kumbe ndio inaweza kuharibu kabisa, kila kitu kikaharibika. Ukisoma katika ilmu nafsi, ilmu ya psychology, na kitabu kinaitwa Arbaun cha bwana mkubwa Ahmad Shakir, mwamba huyu anasema kuna mambo 7 hatari sana. Hayo mambo kama mwanamke atayafanya, basi ana uwezo wa kumpoteza kabisa mwanamume huyo, na pale nyumbani pakawa amani, furaha haipatikani tena, iwapo kama mwanamke atafanya hili tendo la kumziwia au kumnyima mumewe tendo la ndoa. Kuna mambo 7 yanajitokeza kwa huyu mwanadamu. Jambo la kwanza akasema al-ghadab, yani huyu mwanamume ambaye anayekataliwa tendo la ndoa na mkewe, kwanza mara zote utamwona ni mtu anakuwa na hasira. Hasira zinakuwa ni nyingi sana, mara kwa mara anakuwa hivyo. Yani hata mwanamke anaweza akasema neno zuri, lakini kwa huyu bwana inakuwa neno baya, kwa sababu mwili wa huyu mwanamume unazalisha aina ya hormone inaitwa al-adrenaline. Hii sasa inampelekea kuwa na hasira mara kwa mara, hasa akikumbuka huyu ni mke wangu, lakini nikiitaka haki yangu mpaka nianze kuipigia magoti. Kwa hali hiyo anaghadhibika huyu mwanamume, mara kwa mara anakuwa na hasira. Kwa hiyo mwanamke ambaye anatumia hili, yani kumnyima mumewe tendo la ndoa, kama ni sehemu ambayo ya kumwadhibu huyu mwanamume, ndipo anampoteza kabisa, na inawezekana akafikia katika hatua mbaya kabisa. Atakuwa mtu ana hasira mara kwa mara, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, atakuwa ni mtu ambaye anaondosha uaminifu kwa mwanamke huyo. Yani huyu mtu anakuwa na mashaka na mwanamke huyu, kwamba kwa nini inakuwa hivi? Lazima kunatengeneza mashaka. Kwa hiyo pindi ambapo huyu mwanadada anapofanya tukio hili akahisi ya kwamba anamkomesha huyu mwanamume, maana yake ndio anampoteza kabisa. Huyu mwanamume anaanza kupoteza, yani kumwamini katika hali za namna hiyo. Lakini jambo la tatu, huyu mwanamume anaanza kupoteza kitu kinachoitwa yani al-ihtimam, kujali kunaanza kuondoka. Ikiwa kama huyu mwanamume alikuwa anamjali sana mwanamke huyu, kwa tendo la kumnyima tendo la ndoa anaanza kupoteza kumjali. Ikiwa kama alikuwa anamjali, anamletea zawadi, basi anaanza kupunguza yale mambo taratibu. Kwa hiyo dada zangu, nyinyi ambao mnahisi labda kwa kufanya matukio haya mtakuwa yani ndipo mnamkomesha huyu mwanamume, maana yake unampoteza kabisa huyo mtu, na bila shaka atakuwa hana tena mpango wa kurejea upande wako. Anakuwa na kitu kinachoitwa kupuuza, atakupuuza katika hali za namna hiyo. Lakini kitu kingine, kuna vitu vinavyoitwa al-infisal. Al-infisal yataanza kujitoa kwako taratibu. Yani kwa kuwa unamnyima tendo la ndoa, anachokifanya anaanza kujitoa kwako taratibu, na hii ni hatari. Inawezekana ikampelekea mtu huyu kutafuta mtu mwingine wa huko nje katika hali za namna hii. Hii ni hatari sana. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mwanamume anapomwita mkewe kitandani kwake akakataa, na mwanamume huyo akalala hali amechukia, laana za Mwenyezi Mungu na malaika watamlani mwanamke huyo mpaka asubuhi. Katika riwaya mpaka amridhie mume wake katika hali za namna hiyo. Sasa hii ni hatari. Kuna watu wanatumia hii fursa wakihisi kwamba wanafanya sawa, lakini ni hatari. Lakini miongoni mwa madhara mengine ya mwanamume anaponyimwa katika tendo hili la ndoa, inatengeneza itirabatun naum, yani mtu anakosa usingizi. Yani mwanamume anayenyimwa tendo la ndoa na mkewe huwa anakosa usingizi. Yani na wakati huo akikosa usingizi, akili yake inakuwa ina focus. Kwa nini siende zangu kwa Mwajuma yule? Hivi huyu ananionaje? Yani fikra zake zinakuwa ni hizo tu. Ananichukuliaje? Ananionaje? Huyu mtu huyu, yani anakuwa na mawazo mengi sana ya kufikiria maamuzi ya nini cha kufanya katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo ni jambo hatari sana. Mtume sallallahu alaihi wasallama anatuambia katika haki ifauha wa ishba'u raghbatiha. Kwa maana ni kutengeneza hamasa, lakini kadhalika na kuhakikisha
matamanio yake mwanamume anayazima kwa utaratibu uliokuwa sawa sawa. Sasa unayazimaje na unanyimwa? Kwa hiyo acheni haya mambo, si vizuri sana. Lakini kama hilo halitoshi, istimtauha bizinati, lakini kadhalika miongoni mwa haki zake ni kumpamba. Mnunulie mapambo mazuri, mnunulie mapambo mazuri, mavazi mazuri, lakini apate hereni nzuri nzuri za dhahabu ikiwezekana, cheni na mfano wa hayo, bangili na mfano wa hivyo. Ni vitu ambavyo ni katika haki zake mzee, hizo ni haki zake. Maana tumezoea wake zetu hawavai hivi vitu na hatuwapelekei wala tununui. Sasa hii ni hatari mzee, gunda ununue. Lakini watalbiyat hajatiha al-asasiya, na kuitikia katika haja zake maalum, litajannubil fitna, kwa ajili ya kuepukana na fitna.